Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atukuzwe. Halitakuwepo jina la mtu mwingine kwenye selection ya wafanyakazi bora. Halitakuwepo. Wale wafanyakazi wanaelewa na wanaweza kama mashule ya haya. Haliwezi kuwepo jina, mapendekezo ya jina la mfanyakazi bora inapofika mwezi wa 5 Mei Mosi kwa ajili ya kumpa zawadi mfanyakazi bora kwa mfanyakazi ambaye ni mvivu. Nazungumza vitu vya kawaida, lakini ndivyo unapokuja kwenye mambo ambayo umeandika, unapokuja kwenye njati iliyoandika, unapokuja kwenye mpango uliopangwa, hauwezi kufanikiwa kwenye mpango kama wewe hujui pamoja na yako. Hauwezi kufika kwenye kazi yako kama utakuwa na nguvu ndani yako. Hauwezi kuona kuinuka kwenye biashara, unapofika kwenye biashara, unakuwa na kati wakati wako wako mbaya, saa 12 nyakati wanapanga mabaya yao, wanauza biashara, wewe una biashara yako nyumbani, hauwezi kuona. Nataka nikueleze, hauwezi kuona. Hauwezi kuona. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atukuzwe. Haleluya. Amen. Soma Mithali 19:15. Soma Mithali mstari wa 19 sura 19 mstari wa 15. Mithali 19 mstari wa 15. Mwingine afungue Yeremia 48 mstari wa 10. Mithali 19 na mstari wa 15. Yes. Neno la Bwana linasema hivi. Yes. Uvivu humtia mtu katika usingizi mzito. Uvivu humtia mtu katika usingizi mzito. Na nafsi yake mvivu itaona njaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio neno langu. Ni neno ambalo Mungu amelifunua kwa mtumishi wake. Ameliachilia neno likaandikwa ili lipatike kwa fundisho. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema uvivu humtia mtu katika usingizi mzito. Na hakika kutia katika usingizi mzito, Biblia inasema mtu huyo inapofika wakati nafsi yako itaona njaa. Kwa mvinga ndio kuna usingizi mzito, hataona chakula, kile haiti itakapomjia. Amina. Itakapomjia haiti, hapo ndipo atakaonisha kazi zake. Amina. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hapo tutakapomwisho amepanga hiyo kwa ndani. Mwambie Mungu 2026 aondoe roho ya uvivu ndani yako. Amina. Roho ya uvivu ndani yako. Amen. Isikutie kwenye usingizi mzito. Inapozungumza usingizi mzito, ni usingizi ule wa kifo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Ni usingizi ambao mtu haujielewi mbele ya wewe. Uko mahali umekaa unaelewa nini kinaendelea. Haleluya. Haleluya. Uvivu. Soma Yeremia 48:10. 48:10. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kitabu cha Yeremia sura 48 mstari wa 10 anasema hivi. Ndio. Na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na laaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na laaniwe auzuiaye upanga wake. Usimwage damu. Ishia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atukuzwe. Nachozungumzia hapa, nazungumzia uvivu. Namna ambayo mahali tumesoma Biblia inazungumza wazi kwamba alaaniwe mtu yule afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Tunapozungumza ulegevu, haina tofauti na uvivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu atukuzwe.
Ndio maana nilipozungumza kwenye kipengele cha hata nitazungumza kwa watumishi. Amen. Kwa sababu kuna namna ambayo pia inapaswa watumishi kusema namna ya roho ya Mungu ndani yao. Amen. Katika kuifanya kazi ya Bwana, unapaswa kuwa kwa watumishi kwa namna ya habari ya kuifanya hiyo kazi. Amen. Nisomee kitabu cha Mithali 22:29. Somee. Na msomaji mwingine kama yupo afungue kitabu kile cha Warumi 12 na mstari ule wa 11. Mithali 22 mstari wa 29. Mstari wa 29. Amen. Anasema, ndio. Je, wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Wamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake? Huyo atasimama mbele za wafalme. Huyo atasimama mbele za wafalme. Atasimama mbele ya watu. Atasimama mbele za watu wasio na cheo. Wasio na cheo. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona mtu mwenye bidii katika kazi zake. Amen. Tunaona namna bidii ya mtu katika kazi zake inaweza kumfanya sawa, inaweza kumfanya inuke, inaweza kumfanya toke mahali na kwenda mahali. Biblia inasema huyo mwenye bidii katika kazi zake atasimama pamoja na wafalme, lakini atasimama mbele za wasio na cheo. Maana yake nini? Atainuliwa katika nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema wewe ni mfanyakazi, unataka kuona namna gani unainuliwa, una roho ya Mungu, haiwezekani. Amen. Amen. Biblia inazungumza wazi kwamba unamwona mtu mwenye bidii katika kazi zake, huyo atakaa pamoja na wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini atakaa mbele za wasio na cheo. Maana atawatangulia wale walio juu. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wafalme wa kwanza 11:24. Sikiliza wewe mfanyakazi. Naona kwenye kipengele cha wavivu nadili sana na wafanyakazi. Ingawaje mfanya biashara nimeshagusa. Muhimu ni wewe kuwa makini tu, kwamba mwaka huu kwenye biashara yako unataka utembeeje na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nisomee kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 11 mstari wa 28. Wafalme wa kwanza sura ya 11 na ule mstari wa 28. Ndiye alikuwa mtu hodari, shujaa. Sulemani akaona ya kuwa kijana huyo ni mtu mwenye bidii, akamweka juu ya kazi yake yote, ya nyumba ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sulemani anamuona kijana baada ya kuiona bidii yake, baada ya kuona ushujaa wake. Biblia inasema akamwona kijana, na baada ya kumwona kijana anasema akamweka juu ya kazi zake zote, juu ya nyumba ya Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Alichokiona Sulemani kwa kijana ni bidii yake, ni ushujaa wake, na ndio uliosababisha apate kuolewa. Amen. Amen. Unataka kuinuliwa kwenye ofisi uliyopo, unataka kuinuliwa kwenye kazi unayofanya, unataka kuinuliwa kwenye biashara uliyopo, ondoa roho ya uvivu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
tuone adui watatu. Adui watatu yalipa jina la mauti au kifo. Bwana Yesu asifiwe. Mauti au kifo inaweza kawa ni adui wa kuhakikisha kwamba haufiki kwenye mafanikio yako ambayo umekusudia kwenye mwaka 2026. Haya yataja yafanye kwamba mambo yako ya muhimu ya kuomba mbele za Mungu, kwamba mwaka huu Mungu asiruhusu awepo kwako. Amen. Amen. Kuna mahali panatajwa mauti, patatajwa farasi. Na patatajwa mauti na farasi, inatajwa vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Inapotajwa vita, maana yake inatajwa vikwazo ambavyo vitamzuia mtu kufika mahali anapokusudia kufika. Kwa sababu tuko kwenye safari, tunaanza safari. Iko vita katika ulimwengu wa roho, iko vita ambayo inaweza kadhirika kwa macho tukaona. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo vitu vyote vinaweza vikasababisha mauti. Na mauti ikikufikia, manake ni mwisho mipango yako. Waliobaki wataendelea kusimulia. Kama unasimulia ndoto yao, njozi yao. Amen. Watasimulia kwamba mtu yule kama mipango hii, mtu yule alikuwa na njozi, lakini wakati wa mauti imeshanyamazisha mipango yako. Kifo kimeshanyamazisha mipango yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Amen. Wasomaji wa Biblia wanaelewa namna ambavyo mauti ilitafuta kunyamazisha njozi ya Yusufu. Amen. Mauti ilikuwa inatafuta namna ya kunyamazisha njozi ya Yusufu ili Yusufu na Yusufu asifikie kwenye ile njozi. Lakini kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu ambao ni lazima utimie kwa mtu wa Mungu, Mungu alisimama kuhakikisha mauti inakuwa mbali na Yusufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipojaribu kupanga mipango ya kuua, ghafla mipango ya kuua ikawa inabadilika. Walipomuuliza Yusufu akaendelea kuwa hai, na alipoendelea kuwa hai mpaka njia zilipoenda chini. Bwana Yesu asifiwe. Kila nchi kama Yusufu vile alikuwa anapanga ndoto zake kinyume, wangemuua, njozi ingetimia. Isingetimia. Nini ambacho kingezuia njozi ya Yusufu kutimia? Ni mauti. Ni mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ni maombi yako mwaka 2026. Unapokuwa kwenye mwezi wa kwanza Januari, mwambie Mungu akutenge mbali na mauti. Amen. Aitenge familia yako mbali na mauti. Aitenge nyumba yako mbali na mauti. Aitenge watoto wako mbali na mauti. Aitenge wazazi wako mbali na mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu katika mauti tunaweza kukanzuia njozi yako usiweze kufanikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nisome kitabu cha Ufunuo sura ya 6 mstari wa 10. Ndio. Ufunuo wa Yohana sura ya 6 mstari wa 10 anasema, Yes. Wakalia kwa sauti kuu. Wakalia kwa sauti kuu. Wakisema, Mola. Wakisema, Mola. Mtakatifu. Mtakatifu. Mwenye kweli. Mwenye kweli. Hata lini? Hata lini? Kutokuhukumu. Kutokuhukumu. Wala kuipatia haki. Wala kuipatia haki. Damu yetu. Damu yetu. Kwa hao. Ishia hapo. Ngoja nirudi kwenye Biblia. Naona kama tumeachana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kama tumeachana. Yesu atukuzwe. Amen.